Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii tena ya upendeleo ambao Mungu amenipa. Tutakuwa na muda wa kujifunza, na wale wenye vitabu kuna mambo mengi tutayaruka sana kwa sababu ya muda wetu ni mdogo. Nilisema kitabu naweza nikakifundisha wiki mbili, yaani mpaka kiishe nifundishe kila kitu. Kwa hiyo hapa jana tuliishia juzi kama kwenye sura ya 3. Nataka turuke sura ya 7. Kwa sababu ya muda itabidi nifundishe jambo vyote ni vya muhimu, ila kuna vile ambavyo natamani sana uvifahamu kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tutaruka kwenye sura ya 7. Maanake hapo kuna kama sura 3 tumeziruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuzungumze kwa habari ya kunena kwa lugha. Nataka hili jambo tuliweke sawa kwa habari ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo nitakufundisha nini maana ya kunena kwa lugha na kwa nini tunapaswa kunena kwa lugha, na nini kinatokea pale tunaponena kwa lugha, nini kinakuwa kinaendelea. Lakini pia tutaangalia aina za lugha, ambazo mtu unapaswa unene. Lakini pia kuna maswali sasa humo nitayajibu sasa baadhi ya maswali. Na moja ya swali la kwanza ni je, ni lazima unene lugha ambayo huielewi? Nitalijibu. Lakini pia nitajibu swali la japo nililipitia, nilizungumza juzi, ila sasa nitakuongezea maarifa zaidi. Kwa nini siku ya Pentekoste walinena lugha inayoeleweka, na kwa nini sisi tunanena lugha ambazo tunaambiwa ni lugha ambayo unanena kitu ambacho ukielewa kwa akili yako? Kwa nini? Bwana asifiwe sana. Na itakupa shauku ya kumtaka Bwana sana kwenye ile eneo, kwa sababu hakuna namna ambayo utaomba maombi yanayomgusa Mungu bila kufika hatua ya kunena kwa lugha. Yaani sitaki nikutie moyo. Biblia inasema hivi, Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba vile ipasavyo. Yaani hakuna lugha ya duniani ambayo ina viwango 100% vya kumshawishi Mungu. Haipo, isipokuwa ni lugha ambayo Mungu alituzawadia, ambayo tunaita ni kunena kwa lugha. Bwana asifiwe sana. Yaani hii ndio lugha ambayo haizuiliki na chochote, haizuiliwi na pepo la aina yoyote, ikiwa utanena huku na maarifa nini unachokifanya. Amen. Nini unachokifanya unanena kwa lugha. So nitakufundisha sasa. Kama unaandika inabidi uwe speed sasa, kwa sababu kuna maelezo mengi. Nini maana ya kunena kwa lugha? Tuanze na definition au maana ya kunena kwa lugha. Tunaposema mtu yupo ananena kwa lugha, maana yake ni nini? Kuna maana kadhaa hapa nimeziandika. Kunena kwa lugha ni kipawa cha Roho Mtakatifu, ni kipawa cha Roho Mtakatifu kinachohusisha uwezo wa kuzungumza lugha isiyojulikana. Lugha isiyojulikana na mzungumzaji ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
kinachohusisha uwezo wa kuzungumza lugha isiyojulikana kwa mzungumzaji, ile inajulikana mbele za Mungu. Maana ya pili, kunena kwa lugha ni uwezo unaotolewa na Roho Mtakatifu. Maana yake nje ya uwezo unaotolewa na Roho Mtakatifu, huko sio kunena kwa lugha. Hiyo ni lugha nyingine ya kipepo. Maana yake mtu yeyote anayenena kwa lugha lazima aongozwe na Roho Mtakatifu kunena. Maana kama kuna roho nyingine ambayo inamuendesha mtu kunena, hiyo sio lugha ile ambayo tunaita ni kunena kwa lugha ya mbinguni, sio. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba maana yake kuna lugha zingine ambazo sio, yaani kuna watu wananena kwa lugha ambazo sio za Roho Mtakatifu. Kwa hata shetani anaweza akamtumia mtu kunena, watu wakajua ananena kwa lugha, lakini sio lugha ya mbinguni, ni lugha ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Biblia imesema shetani ana uwezo wa kujigeuza akawa kama malaika mzuri, malaika mwema. Kwa hata kwenye hizi lugha shetani anaweza akamtumia mtu kuvuruga kanisa kupitia kunena kwa lugha. Pastor mmoja alisimama kanisa, alikuwa ameandikwa sehemu moja, akawa anafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Wakati sasa anafundisha, ghafla binti moja ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wa maombi yaani ndio anayefahamika, yaani hapo yeye mama wa fire, ghafla akashikwa, yaani akaanza kuonekana kama ananena kwa lugha. Baada muda mfupi akasema, huyo mtumishi mnayemuona hapo sio mtumishi wa Mungu, huyo ni mdanganyifu. Na walimsikia ameanza kama ananena kwa nini? Kwa lugha. Sasa watu wakaanza kusema, sasa hapa huyu ndio binti tunayemwaminia huko ndani kwamba yeye ndio mama wa fire. Sasa kama amesema hivi, maana yake inaonekana ni kweli. Kwa hiyo hapo inahitaji hekima kubwa sana. Kama huna ufahamu na Roho Mtakatifu na huna uwezo wa kumsikia Roho Mtakatifu, utakimbia. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwa bahati nzuri huyo pastor alikuwa anaelewa vizuri Roho Mtakatifu anavyozungumza. Akagundua hii sio sauti ya Mungu. Akamfuata yule binti, akamwekea tu mkono, akasema, Mungu, ninaomba utukufu wako ndani ya huyo binti. Yakaanza, umetujuaje? Sisi tumetoka kwa BBC, tumesoma chini, tumetima na babu na nini, kwa mambo kama haya. Kwa ni mapepo. Lakini ilionekana kuwa ananena kwa nini? Kwa lugha. Watu wakajua kweli jamaa ananena kweli. Sasa kwanza kuchanganya mafaili hapo ndio ikaonekana sasa hapa nahitaji nguvu nyingine ya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba tafsiri nyingine sasa, kwamba nimalizie hii definition nilikuwa natoa kwamba kunena kwa lugha ni uwezo unaotolewa na Roho Mtakatifu unaomsaidia mwanadamu kuwasiliana na Mungu, unaomwezesha au unaomsaidia mwanadamu kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Yaani unaongea na Mungu direct, pasipo upinzani wowote. Na ndio maana Mungu akishakupa neema ya kunena kwa lugha, my friend, acha kuomba vilugha vyako. Alafu ngoja nikwambie kitu. Andika afu niangalie. Unapokuwa unanena kwa lugha, sio kwamba akili zinatoka. Akili unakuwa nazo zote 100%. Roho Mtakatifu ambacho huwa nakifanya, nisikilize, nilizungumza mwanzo nikasema hivi, sio Roho Mtakatifu anayenena kwa lugha. No. Wewe ndiye unayenena, ila kwa kuwezeshwa.
Manake Roho Mtakatifu akikupa maneno ukafumba mdomo au ukafanya chochote, hakuna chochote kitatokea. So kazi ya Roho Mtakatifu anaifanya, anakupatia maneno ya kwake. Wewe ni kazi yako kufungua akili na kuyatoa nje. Manake usipoyatoa nje utabaki hivyo hivyo. Haleluya. Amen. Kwa Roho Mtakatifu anakupa maneno, wewe unakuna yafanya nini? Unayatamka. Sio kwamba Roho Mtakatifu ataanza yaani ufumbe hivi mdomo alafu aanze kuongea. Hakuna kitu kama hicho. Usiporuhusu ile hali yaani usiporuhusu ile hali au utanena kwa lugha. So maana ni kama kuna watu ambao Roho Mtakatifu huwa anawapa maneno, wakati mwingine unaweza kuwa unaanza kusikia maneno, yani yanakuja maneno ambayo hata uyaelewe. My friend, usiyazuie, yatoe. Kuna mtumishi mmoja alimtafuta siku moja, akaniambia, mtumishi, alikuwa bado hajajua Roho Mtakatifu ni nini. Akaniambia, inajikuta nikiwa naomba naanza kuongea maneno ambayo na yazuia lakini yanakataa. Akasema yaani mpaka nikimeza kuomba naanza kutubu. Kuna kama namkosea Mungu. Bwana sifa. Amen. Akasema nikaa tu kuomba najikuta kinywa changu kimeshikwa, inakuja maana yaani nikaisema Bwana, nataka nimesema kile shaka. Na karibu kuyazuia na maneno lakini yanakataa. Nikamwambia mfanye usiyazuie. Kama utakapoyaruhusu hayo maneno utaona Mungu atakavyokuinua. Bwana sifa sana. Amen. Kwani nikupe siri. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha kuomba vile ipasavyo. Yaani ukiwa unanena kwa lugha, unaomba vile inavyotakiwa kusikika mbele za Mungu. Bwana sifa sana. Nisikilize. Unaweza labda nichukue kijana, labda kuna binti umemwona au binti kuna kijana umemwona na ukampenda. Wakati mwingine au unaweza kuwa umeanza naye mahusiano lakini ukaanza kuona kuna mazingira ambayo hayaeleweki yanaanza kutokea kwenye mahusiano. Halafu ukasikia msukumo wa kunena ukiwa unamwombea. Labda ukasema leo nitafunga niombee mahusiano. Ukajikuta umeingia kwenye chumba cha maombi, ulikuwa umepanga nitaanza kuombea hivi, nitamwombea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ukajikuta umeingia mle ndani, ukajikuta unanena tu kwa lugha. Yaani hata uwezo wa kuongeza ile ukashindwa. Wakati mwingine unaweza kuomba peleka mahitaji kama nitamwombea, Mungu ambadilishe, amfanye anipende. Halafu ukifika mle ndani, ukaanza kunena, kumbe Roho Mtakatifu anamwambia Mungu, huyo kijana muweke mbali kabisa na huyo binti. Wewe unajua nipo naomba Mungu nisaidia nioe huyu kijana mwaka huu. Kumbe huko Roho Mtakatifu anaomba, yaani huyu akimuoa tu anakufa kiroho. So Roho Mtakatifu ndiye anayejua kuomba vile inavyotakiwa kusikika mbele za Mungu. Sometimes unaweza kufukuzwa kazini. Kuna kazi umefukuzwa, bosi wako akakufukuza, alafu ukafika sehemu ukaanza kulia, unaomba Mungu niuishe kazini tena, kumbe kulikuwa na kusudi la Mungu kutoa lile eneo. Amen. Wewe unajikuta umeingia chumba cha maombi, unaambia Mungu nisaidie, yaani umeenda na kwenda kama naambia Mungu nisaidie niweke kazini tena, waniuishe kazini. Halafu nafika pale unasikia msukumo wa kunena kwa lugha. My friend, unaweza kujikuta wewe akili yako inawaza niko naomba Mungu anipeleke kazini, kumbe Roho Mungu anamwambia Mungu ile kazi laiti angekaa tu kama siku mbili tu, kuna tukio baya lingetokea. Asante kwa kumfukuza hapo, mfungulie kazi nyingine. Amen. Si kama ile vizuri mtu wa Mungu. Amen. Hivi ndivyo ambavyo huwa inatokea. Kuna kitu unaweza kuwa unakipenda kweli, yaani unaambia nataka labda ninunue kitu fulani. Unaenda magotini mbele za Mungu unaomba, baba, ukajikuta katikati ya maombi umeanza, Mungu nipe hiki hapa, nipe hiki hapa, nipe hiki hapa, au nipe kiasi fulani cha fedha. Mungu nipe labda milioni 10, nipe. Umefika mle ndani chumba cha maombi, ukajikuta katikati ya maombi Roho Mungu akashika kinywa chako. Wewe akili yako unajua nipo naomba Mungu nipe hizo milioni 10. Kumbe Roho Mungu anambia Mungu ukimpa hizo milioni 10
hata rudi kanisani. Amen. Bwana sikia sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu unaporuhusu ile hali, Roho Mtakatifu anakupa maneno. So yale maneno wewe inabidi uchukue, uyatoe nje. Na Biblia imesema hivi, mtakula matunda ya vinywa vyenu. Hakuna chochote utakipokea pasipo kutamka. Yaani ili upokee baraka yote lazima umeitamka. Umeitoa nje, umeiongea. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana inatupasa tuombe. Yaani inakupasa uingie chumba cha maombi uombe. Mungu anajua kuwa unaweza ukawaza tu na akakupatia, lakini kwa nini akupe unapokuwa unawaza? Anakutaka uongee, utamke. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So Mungu akikupa hii neema my friend, acha kuongea lugha zako za ajabu ajabu. Maombi yako yanaweza yakazuiliwa. Yaani nisikize, kuna maombi ambayo unaomba, unajua Mungu amenisikia, umetoka na majasho. Kumbe hata hapo kwenye bahati hapa hajafika. Yameshatoa hapa, yakashushwa. Mimi ninaamini Danieli mpaka maombi yake yakazuiliwa na majibu yake. Unajua kipindi kile Roho Mtakatifu alikuwa bado hajatokea. Kwa alikuwa ajibu nila kwa lugha. Wenda aliongea lugha yake. Maombi yake yakazuiliwa. Kuna maombi unaporuhusu hali ya kunena kwa lugha. Nisikilize, inakuwa hivi. Wewe unapomwendea Mungu, labda una prayer point labda 3. Naenda kuombea familia, baba naombea familia, naombea watoto wangu, naombea na uchumi. Amen. Amen. Niangalie vizuri na unielewe vizuri. Wewe unapoenda kumwambia Mungu, nimeleta mekedi haya labda familia au labda ndoa, watoto na nini na uchumi. Ukifika kwenye chumba cha maombi, wewe unataka chukua tu point, labda unaanza point labda ya kuombea ndoa. Unaambia Mungu, Baba, katika jina la Yesu ninaiombea. Unaporuhusu tu unaanza kuombea ile ndoa. Ruhusu Roho Mungu akusaidie kuomba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kuopo shatalaba, unaongea baba. Kumbe Roho nisikize. Roho Mtakatifu ambacho huwa anakifanya, unapokuwa unaongea ile lugha, Roho Mtakatifu anayachukua yale maneno unayotamka, hata kama ni hiyo yanaichukua, akichukua anaigeuza katika lugha ambayo Mungu anaisikia. Wewe utakuwa kumbe unasema Baba, katika jina la Yesu, huyu anayeshika mlango na mvoja kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hivi naelewa vizuri mtu wa Mungu? Amen. Walipata vizuri? Kwa hiyo kwenye akili yako pointi ya nipo naombea uchumi inakuwa kwenye akili. Na maana nimesema hivi, unapokuwa unanena kwa lugha sio kwamba akili inatoka. Akili inakuwa nayo. Sema tu kinatoka kwenye mdomo, sio maneno unayoyaelewa wewe. Kwa hiyo akili yake inajua nipo naombea uchumi. Nipo naombea uchumi. Na ukiruhusu ile hali ya kunena, Roho Mtakatifu anakusaidia kuomba ipasavyo. Atamwelezea Mungu, mwanao ukimpatia hiyo fedha kiasi kadhaa, najua atakutolea sadaka, atatoa fungu la 10, atasapoti kazi ya Mungu, atafanya hiki na hiki na hiki. Mambo ambayo wewe ukianza kuomba Mungu nipe hela, lakini Roho Mtakatifu anapangilia maneno mbele za Mungu. So wanakuwa tu na neno kwa lugha, Roho Mtakatifu anayachukua maneno, anaanza kuyapangilia. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Haya ndio maombi yenye nguvu, yenye uwezo, hayazuiliki na chochote. Kwa hiyo fika hatua uchukie kuomba lugha zako za ajabu. Kigogo unaomba, Kichaga unaomba, kinini. Bwana asifiwe sana. Mimi wakati nikiingia maombi naombea Mungu, ninaomba Roho Mtakatifu nipe neema. Nataka nikae masaa 3. Na kama saa 3 bila kuongea neno la Kiswahili lolote, masaa yanakata bila kuomba Kiswahili. Kazi yangu naweka prayer point zangu ziko
niko hapa kama ni 5 na mwendea Mungu, ninajua kila point na kwa nabia na mbele nusu saa. Nikiweka tu prayer point nipo naombea fedha naingia. Na ruhusu Roho Mungu anisaidie kuomba. Bwana asifiwe sana. Lakini pia unaporuhusu hiyo hali ya kunena kwa lugha, haiwi tu kukusaidia tu kuomba sawa sawa, bali inakuwa imeambatana na nguvu. Yaani nisikilize, hauwezi kuomba masaa 3 mfululizo kwa Kiswahili, na wewe utachoka. Kiswahili uombe masaa 3 bila kupumzika.